Hesabu sura ya 6. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli waambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo, hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kokwa hata maganda. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga uwembe usimfikirie kichwani mwake. Hata hizo siku zitakapotimia, ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana, atakuwa mtakatifu. Ataziacha nywele za kichwani mwake zikue ziwe ndefu siku hizo zote ambazo alijiweka awe wa Bwana, asikaribie maiti. Hata jitia unajisi kwa ajili ya baba yake, wala kwa ajili ya mamaye, wala kwa nduguye mume, wala kwa umbu lake wakifa wao, kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake. Siku zote za kujitenga kwake yeye ni mtakatifu kwa Bwana. Na kama mtu yeyote akifa ghafla karibu naye, akajitia unajisi kichwa cha kutengwa kwake, ndipo atakinyoa kichwa siku hiyo ya kutakaswa kwake. Atakinyoa siku ya 7. Tena siku ya 8 ataleta hua wawili au makinda wawili ya njiwa, aende nao kwa kuhani hata mlangoni pa hema ya kukutania. Naye kuhani atasongeza mmoja kuwa sadaka ya dhambi na wa pili kuwa sadaka ya kuteketezwa, naye atafanya upatanisho kwa ajili yake, kwa sababu aliingia kosani kwa ajili ya mfu. Naye atatakasa kichwa chake siku hiyo hiyo. Kisha ataziweka kwa Bwana hizo siku za kujitenga kwake, naye ataleta mwana-kondoo mume wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya hatia. Lakini hizo siku za kwanza hazitahesabiwa, kwa kuwa kule kujitenga kwake kulitiwa unajisi. Na sheria ya mnadhiri ni hii: zitakapotimia hizo siku za kujitenga kwake, ataletwa mlangoni pa hema ya kukutania, naye atasongeza sadaka yake kwa Bwana mwana-kondoo mmoja mume wa kwanza wa mwaka wa kwanza, mkamilifu kwa sadaka ya kuteketezwa, na mwana-kondoo mmoja mke wa mwaka wa kwanza, mkamilifu kwa kuwa sadaka ya dhambi, na kondoo mume mmoja mkamilifu kwa sadaka ya amani. Na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu, mikate ya unga mwembamba iliyokandwa kwa mafuta, na mikate ya kaki isiyochachwa iliyotiwa mafuta, pamoja na sadaka zake za unga na sadaka zake za kinywaji. Na kuhani atavisongeza mbele za Bwana, naye atasongeza sadaka yake ya dhambi na sadaka yake ya kuteketezwa, naye atamsongeza huyo kondoo mume kuwa dhabihu ya sadaka za amani kwa Bwana, pamoja na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu. Kisha kuhani atasongeza sadaka ya unga nayo na sadaka yake ya kinywaji, naye mnadhiri atakinyoa kichwa cha kujitenga kwake mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atatwaa hizo nywele za kichwa cha kujitenga kwake na kuzitia katika moto ulio chini ya dhabihu ya sadaka za amani. Kisha kuhani atautwaa mkono wa huyo kondoo mume uliotokoswa na mkate mmoja usio chachu, atautoa kikapuni, na mkate mmoja wa kaki, naye ataitia mikononi mwa yule mnadhiri baada ya kunyoa kichwa cha kujitenga kwake. Naye kuhani atavitikisa viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kitu hicho ni kitakatifu kwa kuhani, pamoja na kidari cha kutikiswa na paja la kuinuliwa. Kisha baadaye mnadhiri anaruhusa kunywa divai. Sheria ya mnadhiri awekaye nadhiri ni hiyo, tena ni sheria ya sadaka yake atakayomtolea Bwana kwa ajili ya kujitenga kwake, pamoja na vitu vile ambavyo aweza
hata zaidi kama nadhiri yake awekayo ilivyo, ndivyo impasavyo kufanya kwa kuiandama sheria ya kujitenga kwake. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Hesabu sura ya 7. Ilikuwa siku hiyo Musa alipokwisha kuisimamisha maskani na kuitia mafuta na kuitakasa na vyombo vyake vyote, na hiyo madhabahu na vyombo vyake vyote, na kuvitia mafuta na kuvitakasa, ndipo wakuu wa Israeli, vichwa vya nyumba za baba zao, wakatoa matoleo. Hao ndio wakuu wa kabila, nao ndio waliokuwa juu yao waliohesabiwa, nao wakamletea Bwana matoleo yao, magari 6 yenye mafuniko juu, na ng'ombe 12, gari moja kwa wakuu wawili, na ng'ombe mmoja kwa kila mkuu, nao wakayasongeza hapo mbele ya maskani. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, pokea mikononi mwao, ili kwamba viwe vya kutumiwa katika utumishi wa hema ya kukutania, nawe utawapa Walawi vitu hivyo, kila mtu utampa kama utumishi wake ulivyo. Basi Musa akapokea hayo magari na ng'ombe, akawapa Walawi. Wana wa Gershon akawapa magari 2 na ng'ombe 4 kama utumishi wao ulivyokuwa, na wana wa Merari akawapa magari 4 na ng'ombe 8 kama utumishi wao ulivyokuwa, chini ya mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani. Lakini hakuwapa wana wa Kohasi, maana utumishi wa vile vitu vitakatifu ulikuwa ni wao, nao wakavichukua mabegani mwao. Kisha wale wakuu wakatoa matoleo kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu katika siku hiyo iliyotiwa mafuta. Wakuu wakayatoa matoleo yao mbele ya madhabahu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watasongeza matoleo yao kila mkuu kwa siku yake kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu. Basi aliyetoa matoleo yake siku ya kwanza ni Nashon mwana wa Aminadabu wa kabila ya Yuda, na matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 70 kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kimejaa uvumba. Ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mmoja mume, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani ng'ombe waume 2, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Nashon mwana wa Aminadabu. Siku ya pili Nethanel mwana wa Suari mkuu wa Isakari alitoa, yeye akasongeza matoleo yake sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70 kwa shekeli za mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa ni sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilikuwa kimejaa uvumba. Na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Na kwa dhabihu ya sadaka za amani ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza.
Hayo ndiyo matoleo ya Nathanaeli mwana wa Suari. Siku ya tatu, Eliabu mwana wa Heron, mkuu wa wana wa Zabron, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Eliabu mwana wa Heron. Siku ya 4, Elisuri mwana wa Shedeuri, mkuu wa wana wa Reuben, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Elisuri mwana wa Shedeuri. Siku ya 5, Shelumieli mwana wa Suri Shadai, mkuu wa wana wa Simeon, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Shelumieli mwana wa Suri Shadai. Siku ya 6, Eliasafu mwana wa Deueli, mkuu wa wana wa Gadi, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Eliasafu mwana wa Deueli. Siku ya 7, Elishama mwana wa Amihudi, mkuu wa wana wa Efraimu, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko
kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Elishama mwana wa Amihudi. Siku ya 8, Gamalieli mwana wa Pedasuri, mkuu wa wana wa Manase, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha uzani wake shekeli 70 kwa shekeli za mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Gamalieli mwana wa Pedasuri. Siku ya 9, Abidan mwana wa Gideon, mkuu wa wana wa Benjamin, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha uzani wake shekeli 70 kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Abidan mwana wa Gideon. Siku ya 10, Ahiezeri mwana wa Amishadai, mkuu wa wana wa Dan, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha uzani wake shekeli 70 kwa shekeli za mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Ahiezeri mwana wa Amishadai. Na siku ya 11, Pagieli mwana wa Okran, mkuu wa wana wa Asheri, matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha uzani wake shekeli 70 kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Pagieli mwana wa Okran. Na siku ya 12, Ahira mwana wa Enan, mkuu wa wana wa Naftari,
Matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70 kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu uzani wake shekeli 10 kilichojaa uvumba, na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana-kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Tena kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe 2 waume, na kondoo waume 5, na mbuzi waume 5, na wana-kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Ahira mwana wa Enani. Hayo ndiyo matoleo yaliyotolewa na wakuu wa Israeli kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu siku hiyo ilipotiwa mafuta: sahani za fedha 12, na bakuli za fedha 12, na vijiko vya dhahabu 12. Kila sahani ya fedha uzani wake ni shekeli 130, na kila bakuli uzani wake ni shekeli 70. Fedha yote ya vile vyombo ilikuwa shekeli 2,400 kwa shekeli ya mahali patakatifu, na vijiko vya dhahabu vilivyojaa uvumba 12 uzani wake, kila kijiko shekeli 10 kwa shekeli ya mahali patakatifu. Dhahabu yote ya vile vijiko ilikuwa shekeli 120. Ng'ombe wote waliokuwa wa sadaka ya kuteketezwa walikuwa ng'ombe waume 12, na hao kondoo waume walikuwa 12, na wana-kondoo waume wa mwaka wa kwanza walikuwa 12, pamoja na sadaka yao ya unga, na mbuzi waume wa sadaka ya dhambi ni 12, na ng'ombe wote waliokuwa wa dhabihu ya sadaka za amani ni ng'ombe waume 24, na hao kondoo waume walikuwa ni 60, na hao mbuzi waume walikuwa ni 60, na wana-kondoo waume wa mwaka wa kwanza walikuwa 60. Hayo ndiyo matoleo yaliyotolewa kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu baada ya hiyo madhabahu kutiwa mafuta. Kisha Musa alipoingia ndani ya hema ya kukutania ili kunena na Mungu, ndipo alipoisikia sauti kinena naye kutoka hapo juu ya kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushahidi, ikitoka kati ya yale makerubi mawili, naye akanena naye. Hesabu sura ya 8. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni ukamwambie, utakapoziweka taa hizo, taa 7 zitatoa nuru hapo mbele ya kinara cha taa. Basi Haruni akafanya, akaziweka taa zake ili zitoe nuru hapo mbele ya kinara, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Na hii ndiyo kazi ya hicho kinara cha taa. Ilikuwa ni kazi ya ufuzi wa dhahabu, tangu tako lake hata maua yake. Kilikuwa ni kazi ya ufuzi vile vile kama ule mfano Bwana aliyokuwa amemwonyesha Musa, ndivyo alivyokifanya kinara. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watwae Walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kisha watakase, nawe utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa. Nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi, nao wajinyoe kwa wembe mwili wote, kisha wazifue nguo zao na kujitakasa. Kisha na watwae ng'ombe mume mmoja mchanga na sadaka yake ya unga mwembamba uliochanganywa na mafuta, nawe utatwaa ng'ombe mume mchanga mwingine kuwa sadaka ya dhambi. Nawe utawahudhurisha Walawi mbele ya hema ya kukutania, nawe utaukutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli, nawe utawahudhurisha Walawi mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli
wataweka mikono yao juu ya Walawi, naye Haruni atawasongeza Walawi mbele za Bwana wawe sadaka ya kutikiswa kwa ajili ya wana wa Israeli, ili wawe wenye kufanya utumishi wa Bwana. Kisha Walawi wataweka mikono yao juu ya vichwa vya hao ng'ombe, nawe umtoe mmoja kuwa sadaka ya dhambi kwa Bwana, na huyo wa pili awe sadaka ya kuteketezwa, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Walawi. Kisha utaweka Walawi mbele ya Haruni na mbele ya wanawe, na kuwasongeza kwa Bwana, nawe wawe sadaka ya kutikiswa. Ndivyo utakavyowatenga Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli, na Walawi watakuwa wangu. Kisha baadaye Walawi wataingia ndani ili wafanye utumishi wa hema ya kukutania, nawe utawatakasa na kuwasongeza wawe sadaka ya kutikiswa. Kwa kuwa nimepewa kabisa mimi watu hawa kutoka katika wana wa Israeli badala ya wote wafunguao mimba, maana wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wote nimewatwaa wawe wangu. Kwa kuwa wazaliwa wa kwanza wote katika wana wa Israeli ni wangu, na wa wanadamu na wa wanyama. Siku hiyo niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, niliwatakasa kwa ajili yangu mwenyewe. Nami nimewatwaa Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza wote walio katika wana wa Israeli, nami nimempa Haruni hao Walawi wawe kipawa chake, yeye na wanawe, kutoka kwa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa wana wa Israeli katika hema ya kukutania. Kisha wafanye upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili kusiwe na maradhi kati ya wana wa Israeli hapo wana wa Israeli watakapopakaribia mahali patakatifu. Basi Musa na Haruni na mkutano wote wa wana wa Israeli wakawafanyia Walawi mambo hayo, kama hayo yote Bwana aliyomwagiza Musa. Kwa habari za hao Walawi, ndivyo wana wa Israeli walivyowafanyia Walawi, wakajitakasa na dhambi, nao wakafua nguo zao. Kisha Haruni akawasongeza mbele za Bwana wawe sadaka ya kutikiswa. Haruni akafanya kwa ajili yao ili kuwatakasa. Kisha baada ya hayo Walawi wakaingia ili wafanye utumishi wao ndani ya hema ya kukutania mbele ya Haruni na mbele ya wanawe, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kwa habari za hao Walawi, ndivyo walivyowafanyia. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mambo ya wapasayo hao Walawi ni haya: tangu waliopata umri wa miaka 25 na zaidi wataingia ndani ili watumike utumishi katika kazi ya hema ya kukutania. Tena tangu waliopata umri wa miaka 50 wataacha kutumika huo utumishi, wasitumike tena, lakini watatumika pamoja na ndugu zao katika hema ya kukutania kushika ulinzi, lakini wasitumike katika huo utumishi tena. Ndivyo utakavyowafanyia Walawi katika mambo ya ulinzi wao. Hesabu sura ya 9. Kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri. Akamwambia tena, wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa, siku ya 14 ya mwezi huu, wakati wa jioni. Mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo, ndivyo mtakavyoishika. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka, nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara ya Sinai. Vile vile kama hayo yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Basi walikuwako watu waume kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata wasiweze kuishika Pasaka siku hiyo.
Nao wakaenda mbele ya Musa na Haruni siku hiyo. Hao watu wakamwambia, sisi tu hali ya unajisi kwa ajili ya maiti ya mtu, nasi tumezuiwa kwa nini hata tusipate kumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioagizwa kati ya wana wa Israeli? Musa akawaambia, ngojeni hapo hata nipate sikiza Bwana atakaloagiza juu yenu. Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli kuwaambia, mtu wa kwenu au wa vizazi vyenu yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti au akiwako mbali katika safari, na haya yote ataishika Pasaka kwa Bwana. Mwezi wa pili siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni wataishika, watamla pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga za uchungu. Wasisaze kitu chake chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mfupa wake. Kama hiyo sheria yote ya Pasaka ilivyo, ndivyo watakavyoishika. Lakini mtu aliye safi wala hakuwa katika safari, naye amekosa kuishika Pasaka, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake, kwa sababu hakumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioamriwa. Mtu huyo atachukua dhambi yake. Na kama mgeni akiketi kati yenu ugenini, naye ataka kuishika Pasaka kwa Bwana, kama hiyo sheria ya Pasaka ilivyo na kama amri yake ilivyo, ndivyo atakavyofanya. Mtakuwa na sheria moja kwa huyo aliye mgeni na kwa huyo aliyezaliwa katika nchi. Na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani, yaani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Lile wingu liliifunika kwa mfano wa moto usiku, na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri, na mahali lilipokaa lile wingu ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu ilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao, tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri, na au kama likikaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku 2 au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao wasisafiri, bali lilipoinuliwa walisafiri. Kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayarinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Hesabu sura ya 10. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, jifanyie tarumbeta 2 za fedha, utazifanya za kazi ya ufuzi, nawe utazitumia kwa kuwaita mkutano wakutane, na kwa kusafiri kwao yale makambi. Na hapo watakapozipiga hizo tarumbeta, mkutano wote utakutanika wewe hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Utakutanikia wewe hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Nao wakipiga tarumbeta moja tu, ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli watakukutanikia wewe. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutisha sana, marago yaliyoko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutisha ya pili, marago yaliyoko upande wa kusini yatasafiri. Watapiga sauti ya kugutisha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapokutanishwa
pamoja mtapiga, lakini hamtapiga sauti ya kugutisha. Wana wa Haruni makuhani ndio watakaopiga hizo tarumbeta, nazo zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu, kupigana na adui awaoneaye, ninyi ndipo mtakapopiga sauti ya kugutisha kwa tarumbeta, nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaokolewa na adui zenu. Tena katika siku ya furaha yenu na katika siku kuu zenu zilizoamriwa, na katika kuandama miezi kwenu, mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa na juu ya dhabihu za sadaka zenu za amani, nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa mwaka wa pili, mwezi wa pili, siku ya 20 ya mwezi, hilo wingu liliinuka kutoka pale juu ya maskani ya ushahidi. Wana wa Israeli wakasafiri kwenda mbele za Bwana mbele kwa safari zao kutoka jangwa la Sinai, na hilo wingu likakaa katika jangwa la Paran. Nao wakasafiri kwanza kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Mahali pa mbele ilisafiri beramu ya marago ya wana wa Yuda kwa majeshi yao, na Nashoni mwana wa Aminadabu ndiye aliyekuwa juu ya jeshi lake. Na juu ya jeshi la kabila ya wana wa Isakari alikuwa Nethanel mwana wa Suari. Na juu ya jeshi la kabila ya wana wa Zabron ni Eliabu mwana wa Heron. Na maskani ilishushwa na wana wa Gershon na wana wa Merari walioichukua maskani wakasafiri kwenda mbele. Kisha beramu ya marago ya Reuben ikasafiri kwenda mbele kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake alikuwa Elisuri mwana wa Shedeuri. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Simeoni ni Sherumieli mwana wa Suri Shadai. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Gadi ni Eliasafu mwana wa Deueli. Ndipo wakasafiri wa Kohathi wenye kuvichukua vile vitu vitakatifu, na hao wengine wakaisimamisha maskani kabla hawajaja wao. Kisha beramu ya marago ya wana wa Efraimu ikasafiri kwenda mbele kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake ni Elishama mwana wa Amihudi. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Manase ni Gamalieli mwana wa Pedasuri. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Benyamin ni Abidani mwana wa Gideoni. Kisha beramu ya marago ya wana wa Dani, ambayo yalikuwa ni nyuma ya marago yote, ikasafiri kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake ni Ahizeri mwana wa Amishadai. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Asheri ni Pagieli mwana wa Okran. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Naftari ni Ahira mwana wa Enani. Ndivyo zilivyokuwa safari zao wana wa Israeli kwa majeshi yao, nao wakasafiri kwenda mbele. Kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Leueli Midian mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi: nitawapa ninyi mahali hapo, uje pamoja nasi tutakufanyia hema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Naye akamwambia, siendi mimi, ila nitairudia nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Naye akamwambia, usituache tafadhali, kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyopanga nyikani, nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Itakuwa ukienda pamoja nasi, naam, itakuwa mema yoyote Bwana atakayotutendea sisi, tutakutendea wewe vivyo. Basi wakasafiri kutoka penye mlima wa Bwana safari ya siku 3, na sanduku la agano la Bwana likatangulia mbele yao mwendo wa siku 3, ili kuwatafutia mahali pa kupumzika. Na wingu la Bwana lilikuwa juu yao mchana hapo waliposafiri kwenda mbele kutoka kambini. Ilikuwa hapo sanduku liliposafiri kwenda mbele, ndipo Musa akasema, inuka Bwana, adui zako na watawanyike,
na wakimbie mbele zako hao wakuchukiao. Tena hapo niliposimama akasema, Bwana, uwarudie 10,000 ya maelfu ya Israeli.